Kwa kweli nawashukuru sana kwa heshima kubwa ambayo mmenipa, na nitumie nafasi hii kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kuwapa ushirikiano mara kwa mara kadri mtakavyohitaji kushirikiana serikali. Lakini nitumie nafasi hii pia kuwapa salamu kutoka kwa mwenyekiti wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye miaka michache iliyopita ndiye alikuwa mgeni rasmi kwenye shughuli yenu. Amenituma niwape salamu nyingi za upendo na mshikamano. Kwa niaba ya serikali niwapongeze sana ndugu zangu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC kwa kazi kubwa ambayo mmefanya katika nchi yetu tangu kuundwa kwenu. Mwenyekiti wa bodi ameeleza, Mheshimiwa Waziri ameeleza, lakini vile vile mratibu ameeleza. Serikali ambayo haitambui mchango wenu itakuwa serikali kipofu. Serikali yetu inatambua na kuthamini mchango wenu. Mmetoa mchango mkubwa katika huduma za kisheria katika nchi yetu. Mmetoa mchango mkubwa kwa elimu kwa wananchi. Lakini vile vile mmetoa mchango mkubwa katika kushirikisha wadau katika eneo la haki na maisha ya Watanzania. Nitumie nafasi hii vile vile kuwashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanya katika kushirikiana na Samia Legal Aid. Takwimu zinaonyesha kwamba katika kipindi kifupi nyinyi kwa kushirikiana Wizara ya Sheria na Katiba na wadau wengine mmeweza kuwafikia Watanzania 4,100,057 na wote wamepata huduma za kisheria. Nawapongeza na kuwashukuru sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alipopanda pale, aliposema anatafakari kuhusu haki za binadamu, na nikajua atatupa mtiririko fulani hivi, nikaanza kusubiri kwa hamu, maana Mkuu wa Mkoa ni mwalimu. Alafu baadaye akatuacha kwenye mataa. Sasa aliposema vile na mimi nikaanza kuandika pale, nimeandika kidogo ili niseme labda kama nia yake ilikuwa kutupa mtihani, basi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akasahihishe. Mimi najaribu nilichomwandikia ni hiki, na nitaandika kama nilivyoandika. Nimeandika hivi: Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nadhani majibu ya hoja yako yako hivi: tukiongelea haki za binadamu zinaanzia kwa mtu. Tunaposema haki za binadamu, wakati mwingine maneno haya yanaweza kusikika kama jambo kubwa sana kisheria, lakini maana yake halisi ni hii: ni mama anayetaka mtoto wake awe salama, mwandishi wa habari anayetaka kufanya kazi yake, na ni mwananchi ambaye hata kama hana cheo, hana fedha na hana mtu wa kumsemea, bado ana utu. Na kwa sababu ana utu, ana thamani. Hapo ndipo haki za binadamu zinapoanzia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unaweza kusahihisha sasa. Maana haiwezekani Mkuu wa Mkoa atoe mtihani alafu tujidai hatujasikia. Sasa baada ya kujaribu huo mtihani wa Mkuu wa Mkoa, baadaye atanong'oneza amenipa maksi ngapi. Lakini hapo ndio nilipoamini mimi kwenye haki za binadamu. Unaweza ukaongeza vingine vingi, lakini vyote vinatiririka humo ambapo nimejaribu kuelezea kwa ufupi. Na niko hapa kwa niaba ya serikali, si kwa sababu serikali lazima ikubaliane kila kitu na watetezi wa haki za binadamu. Si kwa sababu Watanzania lazima wakubaliane kila kitu. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmeshakuwa roboti. Sio binadamu tena. Maana ubongo, kila mtu kapewa ubongo ambao uko peke yake, unajitegemea katika kufikiri na kutenda. Lakini tukitaka bongo zetu ziunganishwe kwa waya wa umeme ambao kila mmoja inakuwa kama mfumo ule wa kompyuta, unachokiona huku ndio unaona huku, unachokiona huku ndio unaona huko, then hilo sio taifa tena. Litakuwa sio taifa la binadamu, litakuwa taifa la mashine. Kwa niko hapa nikijua kwamba kuna mambo mnayoyatazama kwa upande wenu kama watetezi wa haki za binadamu ambao pengine serikali isiyatazame kwa staili hiyo. Lakini niko hapa kwa sababu tunasisitiza kwamba
Kama kuna tofauti, lazima tuendelee kuzizungumza. Na tunaweza tukafika mahali kwenye baadhi ya maeneo tusielewane moja kwa moja, lakini si dhambi. Ndio maana watu wao wanasema kuna muda mnafika mahali sasa tumekubaliana kutokubaliana. Na waungwana wakisema tumekubaliana kutokubaliana, hapo wanagonga glasi kuonyesha kwamba si ugomvi, kutokubaliana. Katika dira ya 2050 ya Tanzania, moja ya mambo yameelezwa kwa kirefu sana na kwa kina ni kujenga jamii inayozingatia na kujali haki za binadamu. Kati ya sasa na mwaka 2050 tunaongelea utawala bora, tunaongelea ushirikishwaji wa wananchi, na tunaongelea usawa wa kijamii. Katika kuyatekeleza yote haya tunashirikiana na nani? Kwa vyovyote wadau wetu lazima wawe watetezi wa haki za binadamu. Asasi za kiraia zimetoa mchango mkubwa sana. Hizi asasi ambazo leo mnaziwakilisha hapa, sisi kama serikali hatuwezi kupuuza mchango ambao mmetoa. Kwa nguvu ambayo mmekuwa nayo ya nje na ndani ya nchi, mmeshiriki hata katika kujenga uchumi wetu. Mmeshiriki katika ununuzi wa bidhaa pamoja na huduma katika nchi yetu kwa kipindi ambacho mmekuwa mkifanya kazi zenu. Mmeshiriki katika kuchangia kodi na ada katika mapato ya serikali. Mmeshiriki katika kujenga uwezo wa wananchi. Lakini mmeshiriki vile vile katika kuvutia rasilimali fedha kutoka nje ya nchi. Na katika eneo hili kwa kweli, kwa namna ya pekee na washukuru wadau wetu wa kimataifa, na balozi wa Ulaya atusaidia kutufikishia salamu kwa wenzao kwamba kwa kweli tunatambua mchango wao. Kwa sababu kadri walivyokuwa wanawezesha rasilimali fedha, ndivyo ambavyo tuliweza pia kuwa tunaongeza ajira kwa watu wetu. Na kwa kweli nimwambie balozi wa Ulaya na wenzake wasione ni tatizo kuendelea kuzungumza namna ya kuzisaidia taasisi zetu. Wanapopunguza michango yao, wanapunguza nafasi muhimu ya watetezi wa haki za binadamu, sio kwa Tanzania tu, lakini kwa Afrika na dunia. Ni muhimu wajue kwamba tunathamini na kutambua michango yao, na kwa kweli kwa kadri inavyowezekana tunawasihi waendelee kutoa michango hiyo. Serikali kwa upande wake itaendelea kutengeneza mazingira wezeshi ili taasisi zetu hizi ziweze kufanya kazi zake kwa mafanikio, lakini vile kuleta tija kwa taifa, tija iliyokusudiwa. Nilikuwa naangalia takwimu zetu hapa. Wanasema katika utekelezaji wa majukumu wa asasi za kiraia tumekuwa tukitegemea karibu 85% kutoka kwa ufadhili kutoka nje. Na taasisi ambazo zimekuwa hazina vyanzo mbadala ni 79%. Na karibu 40% ya taasisi zetu ama zimesitisha utekelezaji wa majukumu yake ama zimepunguza wafanyakazi wake. Kwa hiyo mnaposema serikali itengeneze sera wezeshi, ninawaelewa. Na niwahakikishie kwamba kwa kweli tutafanya kila inavyowezekana kushirikiana na nyinyi, kwa sababu tunajua mchango wenu kwa jamii. Tunajua nafasi yenu kwa jamii. Tunajua umuhimu wenu kwa jamii. Mratibu alipozungumza, lakini pia mwenyekiti wa bodi alipozungumza, wamegusia mambo kadhaa ya msingi ambayo ningependa niyasemee kidogo. Kwanza nawapongeza katika mkakati wenu wa kutaka kujenga makao makuu, ambapo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa kiwanja. Nataka niwahakikishie kwamba tutatafuta
namna ya kushirikiana nanyi. Na mimi nitakapokwenda kumpa mwenyekiti wangu, rais wangu, na taarifa kuhusu mkutano wenu huu, nitapata nafasi ya kumwambia kwa mheshimiwa, nimekwenda, ndugu zetu wa THRDC kwanza wanakushukuru kwa kiwanja ulichotoa. Pili, wamepambana sana, wamefika mpaka milioni 300. Na tatu, wanakusikilizia mheshimiwa rais utasema nini hapo. Na hakika mheshimiwa rais atatikisika kidogo. Unajua inakatisha tamaa ukisema umewapa watu kiwanja alafu wanakuja kutoa taarifa wao wenyewe mmeshakusanya shilingi ngapi, eti ndio tunajiangalia. Sasa ile inakatisha tamaa. Lakini ukishasema tumepiga hatua hii, unampa mtu matumaini. Kwa hiyo kwa kweli nawashukuruni kwa kumpa heshima rais kwa kuanza ile juhudi na kuzitekeleza. Lakini lingine ni mmeongelea habari ya michango ya CRS. Hizi taasisi zetu, hizi mashirika na makampuni yanayofanya kazi, michango yake katika maendeleo ya jamii. Sasa hili ni la kisera, niseme tu nimelipokea. Tutakwenda tulifanyie kazi, lakini tutafanya kazi pia kwa kushirikiana na nyinyi tujue linawezaje kuwa na manufaa kwetu. Serikali itaona namna ya kuliweka vizuri ili kilichokusudiwa katika mfumo huu wa kuchangia maendeleo ya jamii kupitia makampuni na mataasisi kiweze kuwafikia wananchi kwa kadri inavyowezekana, lakini pia kwa mafanikio katika nchi yetu. Lakini pia mmeongelea habari ya mazingira wezeshi ya kodi kwa zaki. Sasa mnakumbuka mheshimiwa rais aliunda tume ya kodi ambayo ilimpa taarifa mwezi wa 3 mwaka huu, ambayo ilikuwa inaongea namna bora ya kuboresha mifumo yetu ya kodi katika nchi yetu. Ilifanya tathmini kubwa na kutoa mapendekezo 284. Sasa serikali imeweka mchakato wa kuyasimamia kwa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Nataka nitumie nafasi hii kuhakikishieni kwamba wakati serikali itakapokuwa ikifanyia kazi jambo hili, nitamwomba mheshimiwa rais kwamba na changamoto ya asasi za kiraia ichomekwe katika michakato hiyo ya mambo hayo matatu. Lakini pia mmeongelea umuhimu wa sera ya ulinzi wa watetezi wa haki za binadamu. Na mmesema vizuri kwamba sehemu nyingine duniani zina utaratibu wa kutambua, iko mikataba ya kimataifa ina utaratibu wa kuwatambua watetezi wa haki za binadamu. Mmeeleza ambavyo watetezi wa haki za binadamu wanaishi kwa hofu katika kutekeleza kuhakikishieni kwa mara kwanza ukiona watetezi wa haki za binadamu wanajenga hoja ya usalama wao kwanza na kueleza hofu kabla wajaenda kwa wale wanaowatetea, unajua hapa kuna shughuli ya kufanya. Hapa kuna shughuli ya kufanya. Nataka niwahakikishieni kwamba ni jukumu la serikali kusimamia usalama wa maisha ya raia. Huu ni wajibu wa kisheria na kikatiba. Katiba yetu, jukumu la kwanza la msingi la serikali ni usalama wa maisha ya watu na mali zao. Kwa hiyo tutakuwa serikali ya ajabu sana ambayo inashindwa kuridhia mkataba unaowalinda raia zake. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuhakikishieni kwamba hili tunalichukua kwa uzito unaostahili. Na kwa kweli wakati tukiongelea utaratibu huu kuweka kwenye katiba, kwenye sheria, kwenye nini, lakini wakati tukiendelea kwa sheria tulizo nazo na vitaka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sio tu kusimamia usalama wa watetezi wa haki za binadamu,
lakini kuendelea kusimamia usalama wa Watanzania. Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani bila hofu. Ni haki yao ya kikatiba. Kwa katiba hii tulionayo, Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani. Na nimeona hata katika mambo mlioyaeleza kwa kirefu pale ni pamoja na maridhiano pamoja na katiba mpya. Lakini mbona niliambiwa katiba mpya nyinyi hamtaki? Hebu wasiotaka katiba mpya wainue mikono. Kumbe mnataka wote. Sasa hebu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo. Si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja ya mambo ambayo ni muhimu sana,
Moja mambo ambayo ni muhimu sana ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Sasa niwaambie bila kuwadanganyeni, kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndiye anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100, haitaingia. Ndio maana mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni walisema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana, na mimi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama, mimi katibu mkuu. Nikamwambia Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi walipotembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, katibu mkuu, tume ya haki jinai niliyoiunda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni. Lakini mazingira ya ruhusu, inabidi tuniseme kwenye jukwaa kwa jamani, ili Rais Samia analitaka, anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambaye rais analitaka likatekelezwa. Na tume ya haki jinai ilishauri kwamba lifanyike kabla ya uchaguzi wa 2028 wa serikali za 29 wa serikali za mitaa na uchaguzi wa 2030. Lakini pia hata tume ya juzi ya Chande na yenyewe imesema katiba mpya hiyo imepatikana by mwaka 2028 ili tumike 29 na 30. Komaeni hapo. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Tusiruhusu tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo. Niwaambie nini muelewe. Lakini hata yale mapendekezo ya tume ya haki jinai yako zaidi ya 350 ambayo ameagiza yatekelezwe. Nataka niwaambieni, yapitieni ya mapendekezo. Kama yakitekelezwa, nchi yetu haitabaki ilivyo sasa hivi. Kuna mambo ya ovyo mengi yanafanyika hapa. Rais kasema tusolve haya mambo, tuyaondoe. Viko vitu vingi vile
habari ya watu kukaa mahabusu vikesi vidogodogo, vitu vya kijinga jinga, vitu vingi tu. Habari ya watu kukosa dhamana kwenye vikosa vya kijinga jinga, viko vingi tu. Habari ya watu wakati mwingine mtu ana hamu, maana unajua kuna wakati unakuwa na watu wana roho mbaya. Unakuta mtu mmoja amekaa na roho mbaya pale, ana hamu tu mwenzake alale mahabusu. Sasa kwa kuwa ana hamu alale mahabusu, anajua Jumamosi na Jumapili hakuna anayepata dhamana, anakupeleka kituoni saa 9 kasoro hivi siku ya Ijumaa, ili tu awe na uhakika utalala siku 2. Sasa tunao watu wa hivyo kwenye nchi, lakini kule kwenye mapendekezo yale anasema vitu gani vitafanya mtu akae mahabusu, kesi gani zitafanya mtu akae mahabusu. Uwezi tu kuamka asubuhi unambandika mwenzako kesi alafu hiyo. Sasa mambo haya ndio nasema ile tu tukisema anachohitaji rais kujua ni kwamba watetezi wa haki za binadamu wanaunga mkono maelekezo yake ya mapendekezo ya tume ya haki jinai yatekelezwe. Tukifika hapo tutakuwa na nchi nzuri sana. Tutakuwa na nchi bora kuliko wakati mwingine wote ambao mnafikiria. Kwa hiyo naomba mtoke hapa mkijua kwamba fursa tumeipata ya kupata katiba mpya kabla ya 2030. Kupata katiba mpya kabla ambayo itatumika katika uchaguzi wa 29 na 30. Narudia kutumia maneno magumu, tukomae hapo. Na naongea na Watanzania wote, naongea na wana CCM, naongea na upinzani, naongea na asasi za kiraia. Nawaambia wana CCM, katiba mpya ni kwa faida ya watoto, wajukuu wenu na vizazi vijavyo. Nawaambia vyama vya upinzani, katiba mpya ni kwa faida yenu, watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Nawaambia asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Tukishafika hapo, kasi ya maendeleo na mabadiliko kwenye nchi yetu itakuwa kubwa kuliko mnavyofikiri. Mwezi Mei, wakati rais anaapisha majaji, kama mlisikiliza hotuba yake, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema, katika moja ya maneno alisema haki ni msingi wa amani. Haki ni msingi wa amani. Na mimi alipomaliza pale, wakati tulipoongea baadaye, nikamwambia Mheshimiwa Rais, kama kuna kitu na kushukuru ni wewe kusema hili, haki ni msingi wa amani. Kulisema hadharani, ili viongozi wote tulio chini yako tulihubiri hili kwamba haki ni msingi wa amani. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa tunapoanza kulitamka, maana yake kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi wa. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani.
Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Hii ndio nchi ninayoitamani. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule, nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Maana kuna wakati namwangalia kwa mfano Maria Sarungi. Maria Sarungi, wakati sisi tunasoma shule ya msingi, nilikuwa nasoma shule ya msingi Oysterbay pale. Tulikuwa tunasali wote kanisa la Oysterbay. Sasa sisi St. Peter pale. Sasa sisi tulikuwa tunapenda kwenda misa ya Kiingereza. Yeye sijui Kiingereza alijifunza wapi, lakini tulikuwa tunapenda misa kwenda ya Kiingereza kwa sababu yeye anaenda kusoma somo vizuri pale. Kwa mimi nikikutana na Maria, ninachokumbuka haraka ni akisoma somo kanisani. Na wakati ule kwa jinsi hivyo kwa akisoma vizuri, mimi nilikuwa shule ya msingi wakati ule. Nilipojua mama yake ni mzungu, nikaanza na mimi nitaoa mzungu ili watoto wangu wao wanasoma kama yule. Ingawa maisha magumu sana. Baada ya kuoa mzungu nikaishia kuoa Msambaa. Lakini nachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi mtu ananiona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme wanaongea mambo ya nchi yao. Wanaongea mambo na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ndio aina ya taifa ambalo natamani tulijenge. Kwa kila mtu ni muombe kila Mtanzania atumie kila nafasi alionayo kurudisha umoja, kurudisha mshikamano, lakini pia kusimamia haki kama msingi wa amani. Baada ya maelezo hayo, sasa kwa heshima kubwa natamka kwamba mkutano wa THRDC umefunguliwa. Na mtazamaji wa